Bosi, kuna kitu kidogo naomba unisaidie. Nilikuwa naomba kama utojali muajiri Kijungu kwenye kampuni yako. Naamini tukishirikiana mimi na Kijungu tunaweza tukafanya kazi kubwa sana. Kwa sababu kama unavyojua pale mimi sina msaidizi. Kwa hiyo kama nikimpata msaidizi pale kwenye ofisi yangu, naamini kuna mambo yataenda sawa sana. Na pia Kijungu anafanya kazi kwa uweledi mkubwa sana. Na elimu yake pia ni kubwa. Kwa hiyo naomba unisaidie katika hili. Salungi, lakini ninavyojua Kijungu anafanya kazi kwa Mr. Mo. Kwa sasa Kijungu hafanyi tena kazi kwa Mr. Mo. Baada ya kutokea zile video zake zilizovuja ikiwa yeye na ule mpenzi wake. Kwa hiyo Mr. Mo alichukua maamuzi ya kumfukuza pale ofisini kwake. Na hadi sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe amegoma kumrejesha. Kwa hiyo mimi naona kwa sababu ana elimu nzuri na yupo tu sasa hivi mtaani hana kazi yoyote. Naamini kwamba ukimwajiri kwenye kampuni yako kuna idadi fulani hivi ya mafanikio unaweza ukayaongeza, kwa sababu Kijungu uelewa wake ni mkubwa sana. Mimi namjua. Labda nkondofu. Kwa sababu katika vijana kwenye kampuni yangu wewe ni kijana ambaye nakuamini sana. Hata jukumu la Kijungu ningependa nikuachie. Kwa sababu sina shaka na wewe. Kiko tumwambie tu awe makini na kazi tu. Mimi nikushukuru sana bosi kwa ulichoniambia. Kiukweli moyo wangu umekuwa na furaha sana. Kuhusu hilo mimi tu nikutoe hofu. Nitahakikisha kwamba namsimamia na anaweza kufanya pia kazi kwa weledi mkubwa sana. Kwa hiyo kuhusu hilo hata usijali. Sitoweza kukuangusha bosi wangu. Na vipi safari yako na Aisha ulikoenda ilikuwaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Safari yetu ilikuwa ni nzuri sana na yenye faraja. Pia nashukuru wazazi wake wamenipokea vizuri sana. Na hivi kesho natarajia nipeleke nyumbani kwa wazazi wangu. Pia nao wamjue. Kweli bosi umezamiria. Yaani hutaki kuchelewesha hata kidogo. Yaani mambo yako unayapeleka hivi. Kiukweli mimi tunaendelea kukupa hongera sana na mimi naamini kwamba nitakupa ushirikiano wa kutosha kwenye jambo lako. Kwa hiyo tupo pamoja bosi wangu. Kuhusu hilo hata usijali. Kikubwa tuomba zaidi majukumu yako uzidi kuwasimamia kwa uweredi kabisa, sababu kipindi hichi utakuwa sio mtu mwenye kutulia, kwa kutoka sana. Kuhusu kijana wako Kijungu, mwambie aje kwanza kazi. Kikubwa kwamba msitize au serious na kazi, sababu nataka vijana wenye serious ili mradi maisha mengine yaendelee na kampuni yangu zidi kuwa kubwa sana. Kwa hiyo ndio shaka. Sawa bosi, haina shida. Mimi nitamfikishia hizo salamu na mimi naamini naye pia atazipokea kwa furaha sana. Basi acha mimi niwahi maana nimekuja tu mara moja kukupa hizo taarifa. Haina shida. Sawa bosi. Haya. Ukatafute maisha mbele. Kuhusu Happy, nitakuwa namtumia pesa nikipata, ila kubaki hapa sio kweli. Mimi naona hadi hapa panatosha. Kwa hiyo wewe unaweza tu kurudi nyumbani. Niwacha nikatafute usafiri hapa. Nafikiri tutawasiliana. Sawa, nikutakie safari njema. Sawa, usijali. Oa blaza. Vipi vichochoroni na wake za watu?
Sikiliza nikwambie bro. Huyu mwanamke ni mke wangu. Na sio mke wangu wa kumuokota tukaishi. Ni mwanamke wangu wa ndoa. Na kila mtu anajua hivyo. Na kuomba usiingie kwenye familia yangu na kunipotezea kitu ambacho nakisamini kwenye maisha yangu kama mke wangu. Kama wewe una pesa, basi pesa zako tumia na familia yako, lakini usiingilie kwenye familia za watu na kuharibu milolongo ya familia za watu. Wanawake wapo wengi blaza. Wengi sana. Kuna wengine wanajiuza kimboka, kuna wengine wapo sehemu tofauti tofauti ambao unaweza wewe ukatumia pesa zako na ukawapata kiurahisi, maklabu. Uliona wanawake wote hao paka kutembea na mke wangu? Au kwa sababu sisi maskini ndio mnatuchukulia ni kama hatuna thamani yani? Kwa usalama wako sitaki wadui na wewe. Sikujui, unijui. Tusije kesho tukakutana mimi na wewe tukawa maadui ambao hatuwezi kutazamana hata uso kwa uso. Kaa mbali na mwanamke wangu. Kaa mbali na mwanamke wangu blaza. Ili kesho mimi na wewe tutapoonana tena kwa mara nyingine, tusaidiane pale panapokuwa na uhitaji wa kusaidiana. Lakini kama utaendelea kutembea na mwanamke wangu, basi utakuwa ni adui namba moja ambaye sitakuwa na msamaha na wewe. Na nitafanya kitu ambacho wewe utashangaa pamoja na pesa zako, lakini nimewezaje kufanya? Kuwa makini blaza. Kuwa makini. Kuhusu hiyo mimba, isikufanya wewe kudhani kwamba mimi siwezi kuihudumia. Nimekubali nitaihudumia, tena kwa mikono miwili. Nitaihudumia mpaka pale itapofikia wakati wa kujifungua, kwa sababu mimi ni mke wangu. Nimemlizia kwa lolote lile. Bro, sina mengi ya kuongea. Kaa mbali na mke wangu ili kesho tusiwe maadui. Naomba nisamehe kwa kitu kilichotokea. Usijali. Ila kuwa makini sana na usalama wangu. Sawa. Musa anajifanya mtu anajipost, anaposti uchafu mtandaoni. Kwa hiyo ndio mshamkie kwa sana, na pia huku tuko tunamjua kwa hiyo. Nadhani tumeelewana. Wale vijana ambao tumetubaka. Nahitaji utumie milioni 3. Na ninakupa siku 3 kukamilisha zoezi hili. Endapo usipotundu hizo pesa, tutarudisha video yako ambayo tulikurekodi kipindi tunakubaka. Kwa hiyo kazi ni kwako. Nikutakia siku njema.
Sikilizeni niwaambie. Kama hiyo video mnaona mkiposti ndio mtapata faida, postini. Kwa sababu sina kitu chochote cha kuwapa kwa wakati huu. Kwa hiyo naombeni kama mnaposti postini tu. Hamna kitu ambacho sasa hivi naweza kuogopa. Fanyeni mnachoweza. Ndugu yangu, lengo langu mimi kupata ushauri kutoka kwako. Unajua nampenda sana mke wangu. Na kwa sasa hivi najua naishi naye mbali. Lakini imefikia kipindi sasa namkumbuka. Tena namkumbuka sana. Na naona tu bora tu nifanye mpango nimrudie. Unajua gani unastaajabisha. Kwa sababu kumwacha ulimwacha mwenyewe hujashauriwa na mtu, tena ulikaa vizuri umefikiria mpaka kila siku ya kumwacha kwa sababu umeamua. Sasa sioni saizi kwanza kulalamika, kwanza kusikitika kama hivyo. Eti unataka kurudiana naye. Labda nikuulize. Kwa nini uliachana naye? Ndugu yangu, mimi nilimwacha mke wangu kwa sababu alibeba mimba ya nje. Kiukweli hakuna mwanaume yote ambaye anaweza kuvumilia kulea mtoto, kulea mimba ambayo sio ya kwake. Kwa wakati ule nilikuwa na hasira sana. Sikuweza kufikiria mbele wala nyuma. Niliweza kufikiria tu hapo hapo. Kwa hasira nikachukua maamuzi ya kumfukuza. Kwa sababu nilishindwa kabisa kuvumilia lile swala. Yaani kila nilipokuwa namuona nihisi ni mtu ambaye kajeruhi sana moyo wangu. Hivyo nikaamua nimfukuze pasipo kuangalia kesho kitatokea nini. Kwa mimi sina moyo ndugu yangu. Na cha kukushauri, kama unampenda, haina budi uchukue mimba ya mtu uanze kuilea. Labda nikushauri kama utapendezwa nacho. Je, unaona vipi ukitoa mimba kisha umchukue uishi naye? Sijakuelewa. Yaani kwa sababu swala la kutoa mimba kwa mimi ninavyosikiaga kwa watu huwa sio jambo rahisi, pia lina hatari. Wapo baadhi waliwahi kutoa mimba na wakafariki. Kwa hiyo yaani inakuwa na wasiwasi juu ya hilo jambo ambalo umeniambia. Endapo je tukiamua kufanya process kama hiyo alafu ikatokea kwamba mtu akapoteza uhai wake. Mimi sijui sana mambo hayo. Lakini kama itakuwa inawezekana kweli, inawezekana ikafanyika jambo lolote mimba ile ikatoka na pasipo matatizo, nitashukuru sana. Kwa sababu mimi hapa akili imechoka. Yaani nimechoka. Kaka, mimi mtu wa kazi. Na kama sina hela, ngoja natafuta kazi. Nikipata kazi, siwezi kuiacha kazi. Hiyo issue kama upo tayari, upo serious, andaa 15. Alafu ile jambo ni chini. 60. Unawekea kabisa ndugu yangu, endapo kama nitaipata 60, kila kitu kitakuwa sawa na mimba itatoka bila matatizo aina yoyote. Yeah, 100%. Ukipendezwa unaweza kukata 2000. Wewe ni uhakika. Basi sawa. Niseme tu asante kwa ushauri wako. Mimi sasa hapa nitapotoka hapa moja kwa moja nitaanza kuipambania hiyo hela. Ili ndani ya muda mchache tu mimi nimeipata nikukabidhi. Ili tu jambo langu liende vizuri na mimi nipate amani sasa. Niudiane na mke wangu na maisha mengine yaendelee. Nitakushukuru sana rafiki yangu. Sawa. Sawa. Ni kweli nimeshindwa kuelewa alichokifanya leo Ivan. Wakati namsindikiza Sarungi, nilikutana na Ivan. Yaani ameleta fujo. Yaani mpaka mwenyewe naweza kuchanganyikiwa. Yaani ameongea maneno machafu sana. Kwamba achane na mimi bado mke wake. Yaani amemchafua kiukweli. Yaani hata sijui nifanye nini. Feti, mimi nimeshakwambia kila kitu.
dai taraka yako, la sivyo ukimwelekeza huyo Ivan wako utakuja kupoteza kila kitu na utakuja kujuta, usijue ni nini ambacho unapaswa kufanya. Kwa sasa hivi inabidi tuende serikali ya mtaa tukamshtaki Ivan kuhusu hili jambo ambalo amekufanyia, na ukifika kule hakikisha unasisitiza unapata taraka yako. Akupe taraka yako ili wewe uendelee maisha yako na yeye pia afanye maisha yake mengine. Ni sawa, lakini subiri kwanza niwashirikishe wazazi wangu kuliko kujichukulia tu maamuzi mwenyewe, maana wao hawajui chochote kile kinachoendelea. Labda wao watakuwa na ushauri wa kunipa, na wala wasije wakashtuka wakisikia nimeachika. Feti, ukifanya hivyo utaenda kupoteza kila kitu. Ukiwashirikisha wazazi, ili jambo litakuja kuwa kubwa, yaani itakuwa na mlolongo mrefu. Wewe nisikilize mimi. Wazazi wana mambo mengi. Kwanza wazazi wetu sisi wanaamini kitanda hakizai haramu. Na Ivan yuko tayari kurudiana na wewe. Kwa hiyo sidhani kama hata uwe ujauzito ataukataa kwa sababu anataka kurudiana na wewe. Feti, achana na wazazi, utafeli. Sawa, nitajaribu kufikiria hilo jambo kabla bado sijafanya maamuzi kwa haraka. Wewe mwenyewe unajua kuwa wazazi ndio kila kitu, na wao ndio wana baraka zetu. Kwa hiyo lazima tuangalie hili jambo kwa jicho la tatu, la sivyo ninaweza kupata matatizo makubwa sana. Kama unaona hili jambo ni sahihi kufanya hivyo, basi sawa. Ila mimi kwa upande wangu siafiki wewe washirikishe wazazi, na kwa hili utakuja kujutia baadaye. Lakini pia acha tu mimi nikuache na wenzangu kazini, tunaona baadaye. Sawa. Vipi mwenzetu, mbona kama una kitu gani tena? Wenzako wanaama usiku na mchana. Ulipona? Siku zote mkataa pema pabaya panamwita. Na asiyekubali kushindwa sio mshindani. Nimeamua kuachana kila kitu ili niweze kupambania maisha yangu. Lakini cha ajabu kila ninapoenda kutafuta kazi kwangu imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo nimeamua ni bora niweze kuondoka hapa, niende kutafuta kazi sehemu nyingine. Pole sana Idi. Maisha ndio yanavyokuwa na changamoto. Ila sio kupambana. Lakini nataka nikuulize swali. Unaweza kuniuliza. Kwa hiyo unanihakikishia kwamba umeacha mambo yako yote, hata yale ya wanawake umeacha? Nimeamua kuachana kila kitu ili niweze kufocus na maisha yangu. Kwa sababu umri unaenda sana. Huu sio muda wa kufanya tena ujinga. Huu ni muda wa kutengeneza maisha yangu. Inaonekana tayari dunia ishakufunza. Kama unayosema ni ya kweli, mimi nipo tayari kusaidia. Haina haja ya kwenda huko unakotaka kwenda. Nitakupatia kazi nzuri ambayo na mimi nitakusaidia. Kwanza mimi kushukuru sana kwa sababu nilikuwa tayari nimekushakata tamaa kabisa. Ila labda nikuahidi kitu kimoja. Kama kunipatia kazi, na mimi sitakuangusha. Nitafanya kazi kwa bidii na nitabadilika kwenye kila kitu. Kwa sasa hivi sitaki maneno, nitaona kwa vitendo. Peleka begi nyumbani, baadaye nitakupigia simu nikwambia tutaonana ili tuongee vizuri. Basi haina shida. Mimi nadhani tuongozane kwa sababu na imani hata wewe ulikuwa unaelekea huko. Sawa.
Hivi Ivani, unataka nini kutoka kwangu? Mke wangu, sina nia mbaya na namshukuru Mungu nimekutana na wewe hapa njiani. Mimi ninachoomba tu bado ni msamaha. Unisamehe na tuache yale yote yaliyopita, tuangalie mambo yanayofuata. Kumbuka wewe ni mke wangu tena wa ndoa, na kila mtu anajua kabisa kwamba Ivani mke wake ni Feti. Kwa hiyo kama inapofika wakati nimekukosea, naomba tu unisamehe ili maisha mengine yaendelee. Nimekubali kila kitu, naomba tusahau yote ambayo yamepita. Tuangalie sasa yajayo. Na kitu kingine, na kuomba kwa sababu mazingira haya sio mazuri kuzungumza, na kuomba tungeenda nyumbani tukazungumzia nyumbani. Yaani wewe, yaani hauelewi na yaani usikie ambacho kile ambacho mimi nakizungumza. Kila siku nakwambia neno moja, sihitaji. Haya, kwako nikafanye nini? Unachotaka nije kwako nikafanye nini? Nia yako anishtukie baba mimba yangu. Hajui mimi nawasiliana na wewe. Nia yako anikatae, si ndio hivyo? Hapana mke wangu. Na au ingi chumbani. Tukakata sebleni au aiza na tukakata nje tu tukazungumza. Lengo langu tu mimi kukaa naye ni kuzungumza, tuyaweke ya mambo sawa. Ni maongezi gani ambayo unashindwa kuongea hapa Ivani? Ongea, mimi nakusikiliza. Au kuna kingine? Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba mazingira ya hapa hatuwezi kuongea. Mazingira ya hapa watu wanapita pikipiki. Kwa hiyo ningeomba tungeenda kutulia tu nyumbani, sema ambayo imetulia, tukazungumza vizuri. Nina jambo tu la wema la kuzungumza mimi na wewe ambalo halina ugomvi wala tatizo lolote. Na maongezi kama nilivyokuambia achukue hata muda mrefu. Ni dakika 5 tu. Sawa. Nimekubali kuja kwako kuzungumza. Ila iwe mwanzo na mwisho leo hii. Yaani sihitaji, yaani tumalizane kabisa kila kitu. Sitaki kuonana na wewe tena na kuzungumza na wewe tena. Tukitoka hapa tukaenda kwako, nisizidi dakika 5. Tu tumemaliza hayo maongezi ambayo nataka kuniambia. Sawa, asante kwa kunipa hiyo nafasi. Mke wangu. Nakupenda sana, twende. Asinati amka rafiki yangu, usiniache peke yangu. Asinati amka. Ila maana rafiki yangu ulikuwa huoni mimi ninapambana kwa ajili yako. Asinati amka. Asinati. Asinati rafiki yangu amka. Amka, usiniache. Amka. Unachana nani mimi Asinati? Nitakana miliona ni shida gani sasa? Amka. Amka na kupambania, amka. Feti mke wangu, kabla tujaanza mazungumzo, ningeenda kuchukua hata kinywaji cha baridi kwa sababu tumetoka kutembea huko jua kali mpaka kufika hapa. Ili mami tulainishe koo lako ili tuweze kuzungumza vizuri. Hapana, wewe zungumza tu. Nitaenda kunywa nikifika nyumbani. Hapana, sina lengo baya kukwambia hivyo. Lengo langu tu ni zuri kwa sababu sasa hivi jua ni kali sana. Wewe mwenyewe unaona. Lengo langu ni nataka ngakuchukue kinywaji ili tukulainisha koo lako kisha mazungumzo mengine yanaendelea. Sawa. Asante.
Vipi, mbona uzungumzi? Amna, nasubiri amalize kinywaji ndio tuendelee na maongezi. Siwezi kukuongelesha kipindi bado unakunywa kinywaji. Kwa hiyo utapomaliza tuendelee na maongezi, au kuna tatizo na? Ila hamna shida, ungezungumza tu. Basi nakuomba maliza kwanza kinywaji, afikisha tutaendelea kuongea. Mbona ongei kitu? Hapo sawa sasa. Feti. Ivan, kuna nini kinaendelea? Mbona kama kuna tatizo? Alikuwa anajisikia vibaya, na hisi atakuwa kazidiwa. Lakini usiwe na wasiwasi. Tayari nishaita usafiri kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Kwa nini nani? Wewe kuhusu, unaweza kuendelea na mambo yako mengine. Kijumu, unajua siku zote Mwenyezi Mungu akitaka kukupa huwa akuletei barua. Anakupatia tu kwa namna ambayo yeye anaona ni sahihi. Na siku zote subra huvuta heri. Mimi najua kama ulikuwa una mawazo sana kuhusiana na swala la wewe kupata kazi sehemu nyingine. Lakini mimi nilikwambia, unajua siku zote Mwenyezi Mungu ndo anapanga kila kitu. Mwenyezi Mungu ndo anapanga sisi maisha yetu yaende vipi, kila kitu chetu kiende vipi. Yeye ndo anajua. Kwa hiyo nilikuwa naamini kwamba ipo siku tu Mwenyezi Mungu atakujalia, utapata kazi sehemu nyingine na maisha mengine yataendelea kama kawaida. Nimeongea na Mr. John kuhusiana na swala lako la wewe kukutafutia kazi. Na nilianza kukuombea pale pale ofisini kwetu. Na bahati nzuri Mr. John akaniambia kwamba kama kijana unamuona yupo sawa, basi yeye hana tatizo lolote. Kwa hiyo nafikiri nafasi ya kazi umepata, na kuanzia kesho mimi ninapotoka kwenda kazini tutaongozana wote ili uende ukaanze kazi rasmi. Kwa hiyo usiwe na mawazo, usiwe na stressi, huu ni muda wako wa kufurahi. Sarungi, hebu acha masiara basi. Hebu acha utani. Unajua hivi vitu vingine hivi usiviletee utani, unajua. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unamaanisha kwamba mimi nimepata kazi kweli au unanzingua? Ndio. Asa mimi nikutanie ili weje. Mimi sina matani kwenye vitu vya serious kama hivi.
Yuko Sarungi, sijui hata niongee nini, lakini nakushukuru sana. Nakushukuru sana kwa kuendelea kunipambania ndugu yangu. Yaani mimi sifikirii kama kuna rafiki yoyote yule ambaye anaweza akajitoa kwa rafiki yake kama hivi ulivyojitolea wewe kwangu. Yaani ukweli ni kwamba ni sijui ila hakuna. Nakushukuru kwa msaada wako, nakushukuru kwa kunifanyia yote hayo. Nishakwambia kwamba hivi vitu ni vitu vidogo sana. Mwenyezi Mungu akishakusema kuwa basi linakuwa. Hakuna mtu yote yule ambaye anaweza akapinga. Cha kukushauri tu hapo, unatakiwa uwe makini sana na utendaji wako wa kazi. Unajua Mr. John ni mtu mmoja ambaye amenyoka hivi. Hataki mambo yale kona kupinda. Yeye hatakaji. Anataka kwamba anapokupatia kitengo chako cha kufanya kazi, uhakikishe kwamba unafanya kazi kwa ufasaha na kwa uweledi mkubwa sana, na ufanye vile ambavyo yeye anavyokuagiza. Kwa hiyo ukianza kuleta tu mambo yako kona mara akiwa kuelewi, ni mwepesi sana kufanya maamuzi. Unakuja tukushangaa kesho anaweza kanambia huyu kijana simtaki, naomba ondoke. Kwa hiyo nakupa hili angalizo ili ujue kwamba ukienda pale unaenda kufanya kazi na mtu wa aina gani. Unatakiwa hilo jambo ulizingatie. Na kitu kingine, kama nilivyokuambia, Mr. John hana mambo ya kupinda. Anataka mtu mkweli. Kwa hiyo ni bora unavyoona kwamba umekosea, ongea ukweli. Mambo fitinishaji, fitna, mambo chini kwa chini, yeye hayataki. Kwa hilo nakuomba ndugu yangu uwe makini sana. Usije ukapoteza kazi kwa vitu vya kijinga. Sawa ndugu yangu, mimi nimekuelewa sana, na nitafanya kila jitihada na nitafanya kila kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wangu, ili mradi tu mimi nisiweze kukuangusha. Ile imani yako ambayo umenipa mimi, basi nihakikishe kwamba naitendea haki. Ukweli ni kwamba yani kitendo tu cha kuniangaikia mimi kupata kazi, basi hilo ni jambo ambalo mimi kwangu litanipa motivation ya kufanya kazi kwa bidii sana tena sana. Na ninakuhakikishia Mr. John atakuja kukupa majibu mazuri sana kuhusu mimi. Hii ni last chance kwenye maisha yako. Endapo ukiitumia vizuri, inaweza kukupeleka sehemu ambayo wewe haujatarajia kabisa kukupeleka kwenye maisha yako. Ila endapo ukiitumia vibaya, kuna uwezekano mkubwa sana ukarudi kwenye yale maisha yako ambayo ulikuwa unaishi huko nyuma. Kwa sababu ukifanya makosa yoyote yale, usitegemee kwamba mimi naweza kukusaidia tena. Kukusaidia nimeshakusaidia vya kutosha. Kwa hiyo hii nafasi ambayo nimekupambania sasa hivi ni nafasi ya mwisho. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Kaa vizuri, tuliza akili yako, pangilia mambo yako vizuri, ili mradi ufanye kazi yenye ubora ya kumridhisha Mr. John, ili uendelee kufanya kazi na kupiga hatua zaidi kwenye maisha yako. Ukiona kwamba mimi ninachokuambia hapa ni pumba tu, basi sawa, utakuja kujionea mwenyewe baadaye. Mimi nafikiri mpaka hapo utakuwa umenielewa sana. Sawa. Mimi nitakuwa makini na nitahakikisha safari hii mimi sitokuja kukuangusha. Yaani usitegemee kabisa kwamba mimi nitafanya makosa kama yale ambayo nimeyafanya mara ya kwanza. Siku zote mtu huwa anaulizia wakati wa kwenda. Wakati wa kurudi mtu njia kashaijua. Kwa hiyo anaenda mwenyewe pale anapotaka kwenda. Kwa hiyo na mimi nitahakikisha hii ndio inakuwa option yangu ya mwisho kwenye maisha yangu. Nitafanya kila inalowezekana ili niweze kufanya kazi kwa bidii. Sawa. Kama kuna vitu vyako ambavyo unataka kuviandaa kwa ajili ya kazi,
unaweza ukaviandaa leo ili mradi kesho asubuhi inapofika tena kusiwe na mambo mengi. Sawa, haina shida. Sawa. Witi, kwanza nashukuru sana kwa kuweza kunipambania kuweza kupata kazi, kwa sababu nilikuwa katika kipindi kigumu sana. Nilikuwa hata mbele yangu sioni, naona kiza tu, lakini sasa hivi najiona ni binadamu ambaye naweza kupambana tena katika haya maisha. Kwa hiyo sina zaidi cha kusema zaidi ya kusema kwamba nashukuru sana. Sawa, usijali. Binadamu ni kusaidiana. Na nafurahi kama tayari umepata kazi, naingiza hela. Ni jambo la heri. Lakini kuna kitu kingine naomba nikuulize. Ina maana mpaka sasa hivi Witi bado hujaelewa upendo wangu kwako? Hapana, sio hivyo. Sio kwamba nilikuwa sikupendi hivi, nilikuwa nakupenda sana, ila tegemeana na zile tabia zako ulizokuwa unanionyesha ulikuwa na wanawake wengi sana. Ila kwa sasa hivi naona kidogo umebadilika. Ni kweli, nimebadilika kabisa. Sasa hivi ni mwanaume wa tofauti kabisa. Na naomba unipe nafasi nyingine ili uweze kuona upendo wangu kwako. Sawa, mimi nakupenda. Nashukuru sana kuweza kusikia hivyo. Lakini vipi kuhusu na dada yako Vio? Kwa sababu unafahamu fika kwamba nilishawahi kutoka naye katika mahusiano. Kuhusu dada tusijali. Yeye ana shida, nishaongea naye. Basi kama ni hivyo nadhani ni vizuri. Lakini pia naomba nikwambie kitu kimoja ambacho nadhani nisipokuambia kwa muda huo unaweza kuja kunilaumu sana katika mahusiano yetu. Unajua Happy ana ujauzito. Na ujauzito ni wa kwangu. Lakini sina mahusiano naye yoyote zaidi ya kuweza kulea ile mimba ambayo yuko nayo. Kweli nimeamini umebadilika sana hivi. Kwa sasa hivi nifisi kitu chochote, na ndio maana nilikuwa nakuhitaji kwenye maisha yangu. Nashukuru sana kusikia hivyo. Maana hata nikiangalia juu naona mwanga kwenye mafanikio ya upendo wetu. Kikubwa tuendelee kupendana. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nyumba ya Feti imeharibika na alofanya hivyo ni mume wake, kwa sababu anataka kudana na mke wake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mmemchukulia hatua gani? Kwa sababu kitendo alichokifanya sio kizuri hata kidogo. Na kivyovyote vile lazima achukuliwe sheria. Nitakushauri, naomba tu uachane na hilo jambo. Na umshukuru sana Mungu. Maana huyo bibie na mume wake wameenda kwa wazazi wao kusuluhishwa ili maisha yao mengine yaendelee. Kwa hiyo mimi nachokuomba, achana na huyo Feti. Nenda kaendelee na maisha yako. Unaweza kujisababishia matatizo bure pasipo na sababu za msingi. Kwa hiyo kama alikuwa anapendana, kwa nini wasikae tangia mwanzo wazungumze ya mambo alafu waimalize ili endelee na maisha yao? Kwa hicho ambacho alichokifanya, mimi siwezi kukubali hata siku moja. Lazima atalipia muda wangu. Kwa sababu kwanza ameenda kukiua kiumbe ambacho hakina hatia yoyote ile. Kwa hiyo kwenye hili lazima nitasimama mstari wa mbele kuhakikisha huyo ambaye amefanya hili tukio lazima aende kwenye vyombo vya sheria. Mimi tu nikuombe kitu kakaangu. Kama unajipenda, achana na ile familia. Maana ile familia yao ni ya kichawi mno. Usije ukapewa jini ukaanza kuzula huko mtaani bila mwenyewe kupenda. Na Mungu atakujalia utapata mtoto mwingine. Ila mimi kwa upande wangu sikushauri kabisa uendelee kumfuatilia Feti. Karibu Happy. Kwa hiyo hapa ndo ulisema umebadilika.
Sasa kulikuwa na haja gani ya kutaka kurudiana na mimi? Na wakati tunajua bado uchafu wako hujaacha. Lakini mimi nilijua kwamba mtu mchafu atabaki kuwa mchafu tu. Na tabia ya mtu haibadiliki. Najua ni ngumu kuniamini, lakini mimi sio yule mwanaume ambaye kwa unanifahamu. Nimebadilika sana. Ni mwanaume ambaye anahitaji kutulia na mwanamke mmoja tu. Na kwa kuwa ulikataa, nimepata mtu mwingine ambaye anaweza kunivumilia kwenye raha na shida. Hongera sana kwa hilo. Umefanya maamuzi kiume. Ila mimi sio kilichonileta hapa. Kilichonileta ni kuhusu hii mimba yako. Una mpango gani? Maana nakuona upo kimya. Tangu ile siku tumeongea, tumekubaliana lakini hujafanya chochote. Natambua kuhusu hilo. Ni swala ambalo kichwani kwangu. Ila kutokana nilikuwa sina kazi na ndio maana ukaona kwamba sija respond kitu chochote. Ila kwa sasa, kuanzia leo nitakuwa nakutumia tena pesa ya mwezi. Nitakuwa nakutumia kila mwezi. Hayo ndo mambo. Ila yasiwe maneno tu. Lakini pia angalizo hivi. Usipojishughulisha na hii mimba, huyu mtoto atakapozaliwa hatokaa kutambue kama baba na utakuwa unamsikia tu. Hutawahi hata kumuona. Labda nikwambie kitu kimoja hapo. Sitakuwa tayari kuweza kupoteza damu yangu. Kwa hiyo nitahudumia hicho kiumbe. Taona. Hongera sana Ibi. Naona umebadilika kweli. Wait. Asikuumize sana kichwa. Achana naye. Kikubwa ni kwamba tuongee kuhusu mambo yetu. Najua kwa kipindi hichi ambacho tumefikia, mimi nadhani tungeenda kujitambulisha kwa wazazi, alafu tuweze kuoana. Nadhani kitu ambacho kimebakia, kwa sababu nahitaji kutulia na mtu mmoja tu kama nilivyokuambia hapo awali, kwa sababu nakupenda sana. Sawa. Asante. Asina tunafikia. Najua mimi najaribu kufikiria. Yaani naona yale maisha tulikuwa tunaishi yana faida kabisa. Unaona sasa hivi tulivyokaa wenyewe tumetulia, tunaishi maisha yetu kwa amani. Hatuna ugomvi na mtu, hatuna kinyongo na mtu. Mimi naona tu ni bora tubadilike. Umri umeenda sasa. Kati yetu hakuna mwenye mtoto. Kwa hiyo ni bora tu tutulie, tutengeneze maisha yetu. Nadhani basi sikuelewi pia. Nakuelewa kabisa ndugu yangu. Nakuelewa hapo unachoongea kila kitu. Unachokiongea ni kweli. Sababu unaona hata tulivyovifanya vyote sidhani kama vimetuingizia kitu chochote. Ila vimetupotezea tu muda. Mimi ndio nikikumbuka vya nyuma ndo kabisa vingine vinanichekesha, vingine natamani hata kulia. Mfano ngoja nikwambie kuna siku. Mpaka anacheka mwenyewe. Kuna huyo kaka alikuwa anaitwa Ivan. Mimi nilikuwa namtongoza. Sasa hivyo nikataa, nikubali kushindwa. Nikaenda kumwambia Kijungu. Asimkute njiani, akaniambia nimpeleke tusikutane na njiani. Akapigwa hivi. Unajua kuna story nyingine pia kweli nikumbuka hazina umuhimu unajua. Kwa wewe ukaenda ukasema kama yeye ndo kakutongoza baada ya kukataa. Asa niseweje nimwambie mimi ndo namtongoza? Mimi lakini tuachane nayo, mimi naona kweli havina umuhimu. Yaani kwa sababu tumepoteza tu muda kabisa. Sio kupoteza muda tu. Tumewapoteza pia watu ambao ni watu wa muhimu kwenye maisha yetu. Tumewapoteza watu ambao tunawapenda. Ndio inapelekea sasa hivi hatuna amani. Hebu fikiria Asnat, kama mimi ningekuwa ndo happy huyu, alafu nikaa naishi hivi na mume wangu. Sasa hivi ningekuwa mbali. Unajua lakini una kichwa maji sana. Mimi kwa nampelekesha vile shemeji yangu. Basi naye alivyopo kama boya lakini sio boya, unajua ndio alikuwa nakupenda hivi. Tuachane tunayo mambo. Kiukweli sasa hivi tumuombe tu Mwenyezi Mungu atupe nafasi nyingine. Tumshukuru tu kwa hiki tulichonacho sasa hivi. Tuanze maisha mapya. Kama ni wako tu watarudi. Mimi naamini wa kwetu. Ni muda tu ulikuwa haujafika na pia tulikuwa tujajitambua. Lakini na shida pia. Yaani kuna jambo pamoja na yote tulioongea. Ila kuna kitu kinaniumiza. Ndio pamoja yote niliyofanya huko nyuma.
Sasa hivi ndo natambua sasa kuna kosa limetokea, nimemkosea Kijungu. Na katika ile kosa nililolifanya Kijungu yani hataki kabisa kuniona kwenye maisha yake. Na nikiangalia Kijungu ndo mwanaume ambaye alikuwa ananipenda. Yule kaka amepambana. Alikuwa mpaka anaenda kuiba. Mimi yani iko ikifika hatua nikitaka shida yangu itatuliwe ni itatuliwe. Sijui anapata wapi, sijui anafanya nini. Kiukweli kaka alikuwa ananipenda. Sasa tumefikia sasa hivi Kijungu weza mimi nataka hata kuniona. Yani inaniumiza. Kwa nilikuwa naomba epi kwa sasa hivi vitu vivotulia. Unaweza kuongea na Kijungu. Na kumwambia nimebadilika, sio sinati yule ambaye alikuwa anamuona na matukio hapana. Hebu kuongea na Kijungu nampenda. Mimi nakuelewa sana Smart. Ila sasa mimi najua Kijungu ni mtu wangu wa karibu pia. Sema kuna wakati tulipishana kidogo. Kwa hiyo nitazungumza naye. Mimi na imani atakuelewa na ninakuhakikishia kila kitu kitakuwa sawa. Na mimi itakuwa ni jambo jema sana, nitafurahi. Nampenda. Napenda shemeji yako japo ndio hivyo mwizi lakini sasa hivi amepata kazi. Ila nampenda. Lakini ulimpenda na wizi wake. Nilimpenda. Haya usijali. Kila kitu kitakuwa sawa pachangu. Nitashukuru my dear kama utanisaidia na kuamini. Ninakuamini zaidi. Na siwezi kukuangusha. Kwa shemeji. Achana naye. Tudili na hili kwanza. Basi kama shida tunaweza tukaenda. Tukatafute mboga, tupike maana giza ndio linaingia. Njaa hizo sasa hivi sasa. Usipokula utanenepa sana. Ndio hata utanenepa.